na bado ukaoa mwanamke mwingine tena rafiki yangu, kukuzalia mabinti warembo kama mimi, kukuhudumia kama mke, lakini shela kavaa mwingine. Lazima uniite jasiri, na siku sio nyingi utatambua ujasiri wangu uko wapi. Niliwaza hayo maneno huku nikiwa kifuani kwa huyu mnyama. Kuna wakati nilitamani kuchukua mto nimuue kabisa, lakini kuna muda mwingine nilitamani nikate hiyo mikono, labda anaweza kutambua maumivu ninayoyapitia wakati ule. Usiku kwangu ulikuwa ni mrefu sana, hadi napitiwa na usingizi. Sikumbuki nilimwazia mangapi huyu mwanaume. Alfajiri na mapema niliamka na kumwandalia maji ya kuoga. Niliingia jikoni na kuweza kumwandalia chai yake. Baada ya hapo nilirudi chumbani kuhakikisha navaa vizuri kama mwanaume aliyeoa. Wakati namweka vizuri, alinishika mkono wangu. Alinishika kwa mikono miwili, lakini haikutosha. Alizungusha mkono wake wa kuume kwenye kiuno changu na kuweza kunisogeza kwenye kifua chake. Taratibu alicheza na kiuno changu huku akiongea kwa tabasamu sana. Wewe ni mwanamke wa pekee sana katika maisha yangu. Bado najiuliza, siku ikatokea tukatengana, sijui kama nitaweza kuishi bila wewe. Nakupenda sana mke wangu, na kuhitaji sana mke wangu. Isije ikatokea hata siku moja ukanitenga mwenzako. I love you so much. Ukweli niliona huyu mwanaume kama ni tapeli wa mapenzi, basi yeye ni mwalimu wa matapeli. Sikutaka kufanya mambo yawe mengi sana zaidi, bali mimi nilimliwaza kwa maneno matamu ya mahaba, na mwisho nikampeleka mezani kupata kifungua kinywa. Wanasema mnafiki ishi naye kinafiki. Mimi nilikaa hapo. Baada ya mume wangu kwenda kazini, nilitoka na kwenda kutafuta biashara, lakini pia wazo la kubadili hati za mali lilinijia kichwani. Ni kweli mali si kila kitu, ila nikiwa kama mwanamke niliyeishi naye kwa kipindi chote hicho, nina haki kugawa hizo mali kwa watoto wangu. Hii siku sikula hata mchana. Nilizunguka kama kichaa hadi nilipofanikiwa kupata flame ya biashara. Hapa moyo wangu uliridhika sasa. Nilirudi nyumbani kwa amani sana. Nilipanga mikakati yangu yote ya kufungua biashara. Mume wangu hakurudi zaidi. Nilimpa hesabu ya vitu ninavyotaka, na mwisho aliniingizia hela huko akinisisitiza kwamba niwe makini sana. Mambo yangu yalienda kama nilivyopanga hadi zikaisha wiki 3. Mume wangu hakurudi nyumbani kwa madai ya kwamba kazi zimembana. Ukweli nilikuwa naumia sana, ila nikikumbuka nina watoto wanaonitegemea, hapo nguvu ya kufanya vurugu ilikuwa inaniishia sana. Niliapa kwa Mwenyezi Mungu, huyu mwanaume atajuta kunifahamu. Sitomuuliza chochote, ila atafurahi uwepo wangu kwa machungu badala ya furaha. Vita ikaanzia hapa, yeye sasa na mimi, hadi nione mwisho. Nilianza vita chini chini, wala sikuwa na haraka sana. Maisha yangu yalibadilika sana, yani nilikuwa nimetingwa. Biashara zilinifanya nichakarike sana. Nikirudi nyumbani nimechoka haswa. Hadi mwezi unaisha, mwanaume hakuonekana nyumbani. Zaidi sana alikuwa anapiga simu na kutuma hela ya matumizi. Kipindi cha mwezi mmoja hata status nilikuwa siweki. Hapa sasa nikaanza kuposti duka lilivyopendeza, lakini pia niliposti jinsi ninavyofurahia maisha yangu. Rafiki yangu Irene alinipongeza na kuahidi kuja kunitembelea dukani kwangu. Sikuona haja kumnyima kuja, nilimwacha aje tu. Nataka kujua mwisho wa kuficha ukweli utaisha lini. Siamini mimi. Siku alioniahidi kuja dukani kwangu iliwadia. Irene alikuja dukani kwangu akiwa kapendeza sana. Ukweli nilimwonea wivu, hadi nikawa najiogopa hivi, kwa maana kama kuvaa basi Irene alikuwa ni kiboko. Nilimwangalia juu hadi chini nikakosa la kuongea.
Nilimkaribisha, alikaa huku anazungusha macho yake kwenye duka langu. Shoga, vipi, utakunywa nini? Au nikuagizie kinywaji gani? Yani shoga yangu, hapa nimeshiba haswa. Hebu fanya uweze kunipa maji tu kipenzi. Sauti ya upole iliyoambatana na tabasamu kutoka kwa Irene vilinifanya nijione kama vile simtendei haki. Nilihisi huenda ninachowaza ni ndoto. Irene wangu hawezi kufanya mambo kama haya ninayofikiria. Vipi Vero? Mbona kama unaonekana mtu mwenye mawazo sana? Halafu siku hizi umebadilika sana, hutaki hata kuja kwangu kuniona mama yangu? Au kuna kitu ambacho nimekukosea mpendo wangu? Nipo sawa Irene. Ila utofauti siku hizi nimetingwa sana na biashara dukani. Hivyo kuna vitu nashindwa kuvifanya kwa wakati. Pole sana kama unahisi nimekutenga mama yangu. Wala hata usihofu. Kuwa na amani mama yangu. Haya, mimi nililia kwa uchungu. Kwa mara ya kwanza niliona kabisa sina umuhimu wowote katika hii dunia. Mwanaume niliyetafuta naye, nileza naye watoto 3, leo hii ananiacha na kumuoa rafiki yangu. Haikuwa rahisi, japo mwanzo nilijikaza, ila sasa imekuwa kama mshale wa moto. Usilie mama, usilie, nisamehe mimi. Najua naelewa maumivu unayoyapitia. Nisamehe sana Veronica.
wewe ni muuaji. Acha unafiki. Unadhani sijui kama umeshafunga ndoa na huyo mwanamke wako? Mwanaume huna haya wewe. Hata roho ya huruma huna. Na umesahau kabisa tulipotoka mume wangu. Umesahau kabisa wewe ndio ulinikatisha ndoto zangu za shuleni. Leo hii unaenda kuoa. Tena unamuoa rafiki yangu. Masikini Veronica, mimi ambaye sina wa kumlilia, sina kumueleza tabu zangu. Niliongea kwa hasira. Nililia sana, machozi yangu hayakusaidia chochote zaidi. Nilisikia watu wanapiga makofi. Niligeuka, nilipigwa na butwa baada ya kuona mume wangu pamoja na rafiki yangu Irene wanapiga makofi, huku nyuso zao zikiwa zinaashiria kufurahishwa na maumivu yangu. Hatimaye ndege amenasa kwenye tundu letu. Sasa shoga yangu, kama ulishatambua nimefunga ndoa na mume wako, kinachokuhangaisha kutumia picha kutogopesha ndio nini? Yaani akili zako hazijawahi kuwa sawa hata siku moja. Haya, ulichokitaka umekipata. Mimi napita ni wanandoa, tena wanandoa haswa wa madhabahuni. Hivyo basi, na kuomba ukae mbali na mume wangu. Kaa mbali na mume wangu, sitaki kuongea sana, ila ni wakati wa kufanya vitendo. Irene aliongea kwa dharau. Sikutegemea maneno machungu kutoka kwa Irene. Haikuwa rahisi kupokea hayo maneno.
za gari, aliniangalia juu hadi chini, mwisho alisema, "Muangalie huyu nyani wako mwenyewe. Dada wa kazi atakuwa anahangaika na mwanangu." Sikutegemea yale maneno kutoka kwa Irene au kutoka kwenye kinywa cha rafiki yangu kipenzi. Sikuweza kumjibu kwa chochote. Nilimnyanyua mwanangu na kwenda naye chumbani. Nilimfanyia usafi, nilimwangalia kwa macho ya huruma, nikiwa kama mwanamke niliyekulia kwenye mazingira magumu. Sikuwa tayari kuona watoto wangu wanateseka. Nilitoka na kwenda kumwandalia chochote mwanangu. Baada ya hapo nilimlisha mwanangu. Alionekana kuwa na njaa sana. Bado akili yangu iliwaza nitafanya nini ili niweze kutoka kwenye huu upweke. Nilikumbuka yupo Mungu asiyewahi wala kuchelewa kujibu maombi. Nilimnyanyua mwanangu na kwenda naye kanisani. Nilipofika nilipiga magoti na kuongea na Mungu. Baba, yawezekana yapo mambo mabaya nimetenda. Yawezekana sina mema hata moja mbele ya mume wangu na rafiki yangu kipenzi. Ila we Mungu unajua haja ya moyo wangu. Baraka zako zikawe na mimi kila ninapoenda. Watoto wangu kakumbatie na kuwatamia. Watoto wangu waongoze na Roho Mtakatifu katika kila jambo. Maisha yangu na yakabidhisha katika mikono yako. Baada ya kumaliza kuomba, niliona moyo wangu una amani sana. Nilijiona mwepesi sana. Nilinyanyuka na mwanangu hadi nje. Wakati nipo nje, nilishangaa kijana mtanashati anasogea karibu yangu. Uso wake ulijawa na tabasamu sana. Hata mwanangu alivyomuona alianza kumlilia yule kijana. Alivyofika aliomba kumbeba mtoto wangu. Alivyombeba tu mwanangu alianza kutabasamu kama vile walishawahi kuonana kabla ya hapa kanisani. Moyo wangu ulishtuka sana. Ghafla akili yangu ilianza kujiuliza, huyu mtu ni nani? Je, huyu kijana ni nani? Ametokea wapi? Wakati natafakari nilishtushwa na sauti ya yule kaka. Habari, naitwa John. Naweza kukusogeza hadi nyumbani? John aliongea kwa sauti ya upole iliyojawa na unyenyekevu ndani yake. Hapana, usijali. Naweza tu kwenda mwenyewe. Ondoa shaka. Dada mzuri, mrembo kama wewe, kutembea kwa miguu haiwezekani. Ngoja nikusogeze hata karibu na mtaani kwenu. Inatosha. Lakini basi mimi naondoka na mtoto. John alitembea taratibu huku akiwa kambeba mwanangu. Alifika hadi kwenye gari husika. Gari lilikuwa nzuri sana. Bila hiana nilisogea, alinifungulia mlango wa gari, tena siti ya mbele. Ukweli muda wote msikilizaji nilikuwa na mtafakari, hata kuongea sikuweza. Alianza kuendesha gari, lakini kila saa alinipa maneno mazuri, lakini alikuwa akinitupia jicho la wiziwizi huku akionekana ni mtu mwenye furaha sana. Nimefurahi sana kukuona mrembo kama wewe. Nimefurahi zaidi kuona kaka mwenye roho nzuri kama wewe, na umeifanya siku yangu iwe ya kipekee sana. Nashukuru kwa ujio wako. Karibu. Unakaribishwa muda wote. Lakini unaweza kuniambia jina la mtoto wako? Mwanangu anaitwa Lauren.
upya Fatuma. Jitahidi usimamie ndoto zako. Usimamie wapendwa wako wapumzishwe kwa amani. Ni kweli, nitamwambiaje mama? Mjukuu wake na yeye hatupo naye tena. Oh maskini Fatuma. Sina tena mtoto hata mmoja yule. Na yule kwa aliyekuwa ananifanya na mimi nionekane nina furaha hayupo tena. Hayupo tena, katutoka. Pole sana Fatuma. Naomba uache kulalamika kila kinachotokea. Kimeshapangwa na Mungu. Haijalishi ni magumu gani. Haijalishi ni magumu gani. Tayari Mwenyezi Mungu ameshakuandalia mepesi huko mbeleni. Sawa Veronica. Chukua kiremba hapo, jitupie uweze kunisindikiza kuongea na mama. Lakini Veronica, kinachoniuma zaidi, sijatoa taarifa kwa ndugu wa mume wangu hata mmoja. Ni kweli walishanitenga, lakini hii damu ni yao, haijalishi watasemaje, ila wanatakiwa kupata taarifa. Ni kweli tatizo, lakini una namba zao, na kama huna namba zao utawezaje kuwafikishia taarifa? Hicho ndio ambacho kinaniumiza akili. Kwa kweli watanisamehe tu. Kama watanikumbukaga au wataikumbukaga damu yao, basi ipo siku watanitafuta wenyewe kwa namba yoyote. Lakini kwa sasa hivi ngoja nikampe taarifa mama yangu. Kama atalia alie tu, machungu yaishe. Msikilizaji, tuliongozana na Fatuma hadi kwenye mkeka aliokuwa amekaa mama yake Fatuma. Alivyomwona Fatuma, alianza kulia upya. Watu walitikisa kichwa kuashiria mama asiambiwe kuhusu msiba wa pili. Fatuma alianza kurudi nyuma. Alinifuata na kuniambia, naogopa kumpoteza mama yangu. Aki kashika kichwa. Maumivu ya Fatuma. Veronica amegeuka kuwa faraja ya ugenini. Msikilizaji, unafikiri kwamba ni nini hatima hao mabinti wawili? Basi ninachokuomba kwamba endelea kusubscribe upande wa kulia unaposikiliza simulizi kupitia Emotional Worlds Cape of Good Hope. Kuna neno limeandikwa subscribe. Basi bofya hilo neno subscribe na kuruhusu alama ya kengele ili uwe miongoni mwa wafuasi wanaosikiliza simulizi hii, ikisimuliwa nami Emmanuel Chilimo. Basi msikilizaji, mama yake Fatuma, kutokana na ule mshtuko, alianguka pale pale. Fatuma aliomba watu wamsogeze mama yake aweze kupata hewa. Hapa nilizidi kuona ujasiri wa Fatuma akimfuata yule mama alionekana kuchoka kuliko hata mama yake Fatuma. Hivyo we dada, imchawe, nani kakupa taarifa hizi? Huna hata aibu we baba? Anashika pua. Baba yupi unayemuongelea? Baba ambaye hujawahi kumpelekea hata pipi akiwa kitandani? Mwanamke huna haya. Wewe ndio maana umekaa kama kichaa ambaye haelewi yanaelekea wapi. Fatuma wakati anaongea yale, nilijaribu kumfinya ajaribu kuacha anayoongea. Ilikuwa ni maneno makali sana. Hivi Fatuma, kati yangu mimi na wewe, nani mchawi? Muone sura yake kama jinamizi vile. Halafu mbona tumbo lako halizai watoto wa kadumo? Mara uzai kilema, mara uzai wakafariki. Mwenzio na ukichaa wangu, ila wanangu wanatembea ni wazima, hawana shida yoyote ndogo ndogo. Sofia, na kuheshimu sana, wewe ni mwanamke, ila kuna wakati unavuka mipaka.
naomba uondoke, sitaki nikuone mbele ya macho yangu. Utaongea sana, ila kilichonileta kimeshatimia. Uzike salama yatima mkubwa wewe. Baba. Haya sasa, ita hiyo marehemu baba. Aki katoto kadogo, lakini uchawi mwingi na ndoa zinakushinda. Sofia alikuwa akiongea maneno ya kashfa huku anaondoka zake.
za hapa na pale. Macho yangu yalitua kwenye gari ambayo ilikuwa imepaki karibu na supermarket. Nilivyoiangalia kwa makini, ile gari ilikuwa ni gari ya John. Niliitambua kwa sababu mara nyingi nilivyokuwa nyumbani nilipenda kufuta magari yake. Nilihisi huenda ni kwa sababu nimemkumbuka sana. Nilifumba macho na kufumbua kuangalia tena. Wakati nafungua tu nilimuona John kambeba Lauren. Wanacheka sana huku kashikilia mfuko kupitia mkono wake mwingine. Hapa niliona hii sio ndoto. Nilijiliwaza, bado nilibaki najishauri. Wakati najishauri bila kutegemea, lile gari liliondoka. Ukweli sikuwa na nguvu zaidi kumwambia Fatuma kwa kulia, nimemuona mwanangu, nimemuona. Umeanza kuchanganyikiwa Hayo ni mawazo bwana. Ni kweli nimemuona. Nilijikuta naendelea kulia. Sikuweza kuamini kile ambacho nilikiona. Nilitamani nifukuze gari lakini haikuwezekana. Machozi yalitiririka bila sababu. Sikuamini kama ni ndoto. Fatuma ndo kwanza alinicheka kuashiria hakuamini kile ambacho nimemweleza. Kwa hiyo shoga yangu, unanicheka mwenyewe? Tatizo wewe ndo unanifanya nicheke. Sicheki kwa mazuri, ila kuna muda hata mimi siwezi kuvaa kiatu chako. Unateseka sana kipenzi, pole kwa changamoto zote. Usijali. Nimeshazoea, natamani nifute kumbukumbu zangu zote. Nianze maisha upya kabisa. Naamini watoto wangu wapo sehemu salama. Ni kweli kipenzi, muamini Mwenyezi Mungu naye atatenda kwa kadri ya mapenzi yake. Veronica, dada yangu, nafurahia sana uwepo wako katika haya maisha. Sijui ingekuaje kama leo hii usingekuwepo. Yaani umenifanya nijione wa kipekee kabisa. Asante mama. Asante pia Fatuma. Binafsi nimeamini watu wema bado wanaishi. Mmenipokea vizuri bila kunitambua ndugu zangu. Mmeishi na mimi kama mtu wenu wa muhimu sana. Yaani Mungu awabariki sana. Ondoa shaka. Basi maisha yangu na Fatuma yalikuwa yametengenezwa na amani, upendo pamoja na mshikamano. Sikuwa mtu wa kugombana na Fatuma, bali tulipendana hadi mama yake alikuwa kitabasamu kila wakati. Kwa kipindi ambacho nilikaa na Fatuma, tulifanikiwa kununua godoro pamoja na kitanda. Tulinunua vitu vya ndani pamoja na kuweka madirisha kwenye nyumba yao. Ghafla tu nyumba iligeuka kuwa nzuri. Yote haya yalisababishwa na uwepo wangu, au ilisababishwa na upambanaji wetu kwa pamoja. Ilipita miezi miwili toka nimuone John mwanangu. Nilijaribu kumfuatilia mara kwa mara pale supermarket, lakini sikuweza kumuona tena. Basi msikilizaji, ilikuwa ni asubuhi kama kawaida. Mimi na Fatuma huwa tunaelekea katika kazi za hapa na pale, na kwa kawaida huwa tunapeana zamu ya kufungua ofisi. Mmoja huwa anabaki nyumbani kufanya shughuli za nyumbani na mwingine anatangulia kule ofisini ili aweze kufanya kazi. Naamini ipo siku utaniita tena mume na mimi nitakuita mke. Hii siku naisubiri sana katika maisha yangu. Ghafla yule mtu aliniachia. Wakati nageuza macho, nilishuhudia gari linaondoka na sikuweza kuiona sura yake, lakini sauti ya manukato ni ya mume wangu. Yule mume aliyeweza kumuoa rafiki yangu bila aibu.
Nilipuuzia hili jambo na niliona hapa nipo kwenye ndoto. Haiwezekani kabisa huyu kichaa aje kuomba samahani. Kwanza kapafahamuje hapa? Na pili, amejuaje kwamba mimi niko humo? Haya ni maswali ambayo iliweza kuniuma au iliweza kuniumiza akili yangu. Nilitembea hadi ofisini, lakini akili yangu iliniambia niangalie supermarket. Sikuamini macho yangu. Macho kwa macho nilikutana na John akiwa anashuka kwenye gari. Yeye aliniona na mimi pia nilimuona. Haikuwa rahisi kuamini kweli sio ndoto. Niliacha kila kitu na kuweza kumfuata John. Kwanza machozi ni kama vile alitumwa. Kabla hata sijafika, nilishangaa John anafungua mlango wa supermarket na kuweza kutokomea ndani. Msikilizaji, ina maana hajaniona? Nilitafakari sana kwamba hajaniona au ndo kaamua tu kuchuna tu, yani makusudi. Niliacha kila kitu na kuanza kupiga hatua kuelekea alipokuwepo John. Ghafla nilimwona John akitoka mule ndani. Kwa mshangao aliweza kudondosha mfuko alionao chini. Aliniita kwa sauti kubwa iliyojawa na furaha pamoja na matumaini. Veronica! Ile sauti ilinifanya nisahau kwamba nipo katikati ya barabara. Nilibaki nimeduaa na mshangaa John anavyonifuata kwa kasi, lakini ghafla alinisukuma pembezoni mwa barabara. Kufumba na kufumbua nilinyanyuka pale chini kumtafuta John. Nilipatwa na mshangao baada ya kushuhudia umati wa watu umezingira, tena ukiwa umemzingira John. Nilijichomeka katikati ya watu kushuhudia kilichotokea. Mungu wangu, kwa nini unaruhusu haya yote? Nitaweza kuyabeba haya maumivu kweli? Wakati nimejipenyeza katika kundi la watu, ni kweli John wangu alikuwa chini katapaka.
naamini sio muda, utaenda kuonana na mwanao. Usijali kuhusu hilo, wewe pona kwanza, mengine tutaongea. Nashukuru sana. Nilitoka na kuondoka zangu. Nje niliwakuta wanawake wazuri wenye roho zao mbaya, hawataki hata kuniangalia. Sikuwa na muda nao kabisa. Nilimfuata mama yao na kumweleza kuwa mimi naondoka. Aliniaga na kutaka nipelekwe na gari, lakini mimi nilikataa. Zilipita kama wiki 2 hivi. Nikaenda hospitali, lakini sikumkuta John. Tulifuatilia sana mimi na Fatuma, lakini haikuwa rahisi. Fatuma alianza kupata mashaka juu yangu, kuhisi huenda sikumuona John, labda atakuwa ni mawazo tu. Binafsi hata mimi nilijiona huenda nimeanza kuwa chizi. Haiwezekani hata taarifa za John isizione. Niliona ni bora tu niendelee na maisha yangu. Kama kuja, utakuja wakati wenyewe, au kama kuja, atakuja yeye mwenyewe bila kuambiwa na mtu. Siku moja nipo naosha vyombo vya jioni ili tufunge ofisi yetu. Hafla niliona gari linapaki karibu na ofisi. Kwa mbali nilimwona mwanangu kipenzi Lauren. Amekuwa hadi anatembea. Alinifuata akiwa anacheka haswa. Mami, shikamoo, nimekuletea chocolate mami. Ujue leo tunaenda wote nyumbani. Chikwachi mimi mamangu. Nilistaajabu sana. Kilichonifurahisha ni kumuona John mbele yangu akiwa ameacha tabasamu lenye ishara ya upendo, amani na ushindi. Kwa mema alionifanyia nilienda kumkumbatia huku na bubujiko na machozi. Baada ya kuridhika, aliniambia taratibu, "Sijapona mama. Unaniumiza." Kwa aibu nilimwachia. Wakati tumesimama pale, Fatuma alitokea.
tunazidi kujiweka karibu na mumeo, nilitambua ana mahusiano na Irene. Nilipojaribu kumuuliza, alikiri na kusema hana namna, itabidi amoe Irene maana atakuwa na pressure. Irene alirekodi ile video akiwa na mtoto wako kipindi unamwamini na kumwachia watoto wako. Hivyo alitumia ile video kumtesa mumeo. Mumeo alifanya anachotaka Irene ili video isisambae mitandaoni. Irene aliona haitoshi, alitaka ndoa. Alifanya kila aina ya fujo. Mwisho mumeo alifunga naye ndoa ya serikali. Haikutosha, Irene alitaka kuwatumia watoto wako wawe wanasafirisha madawa ya kulevya. Hivyo mumeo alimuwahi. Ndio maana mumeo alikuwa ni mtu wa kuhonga hela kwenye hospitali ili watoto wakaguliwe. Mumeo alifanikiwa kuuteka moyo wa Irene. Yote hayo kafanya ili kuokoa maisha ya watoto wenu. Maana tabia ya Irene kutumia watoto wa marafiki zake inatambulika sana. Hivyo basi, mumeo hana kosa lolote. Ni kweli kakusaliti, ila kafanya haya yote ni kwa ajili ya watoto wenu. Veronica, labda nikwambie kitu. Mwanao wa kwanza anaingia kidato cha kwanza mwaka huu. Na leo Irene amehukumiwa kifungo cha maisha. Haya yote kafanya mume wako. Msikilizaji, hadi anamalizia kuongea, nilikuwa nalia kama mtoto mdogo. Sio mimi tu, hadi Fatuma alikuwa analia, na sio kawaida yake. Nililia kwa uchungu mkubwa. Nilimhukumu sana mume wangu. Nilimlaani sana, nitawezaje kumwangalia mimi jamani. Usijali Veronica. Hata hivyo mumeo na watoto wako wapo Zanzibar. Kutokana na ugumu wa kesi, ilifika wakati mumeo akahamishia makazi yake Zanzibar. Naweza kuwaona walau ipate neno moja tu kutoka kwa mume wangu. Wapo njiani, wanakuja. Kuwa na amani kabisa. Hazikupita dakika 5, mume wangu pamoja na watoto wangu waliwasili. Aise, wanangu walikuwa ni wakubwa mno. Furaha niliyoipata, nilibaki nalia. Nililia kwa sauti kubwa sana. Mume wangu alikuja na kunikumbatia, huku watoto nao walinifuata na kunipa kumbatio la ushindi. Haikuwa rahisi, ila niliweza kuyashinda haya yote. John alikuwa ni mtu wa kututania sana. Baada ya wiki moja, alitangaza atafunga ndoa na Fatuma. Yaani John alitangaza hilo adhimio lake bila kuogopa alikuwa ni mke wa kaka yake au la, na tayari ameshafuatilia talaka ya Fatuma. Lakini mume wangu na yeye alisema atabariki ndoa yetu siku ambayo Fatuma na John watafunga ndoa. Kumbuka John anaitwa Rashidi pia. Ilikuwa ni furaha sana ndani ya familia. Baada ya miezi miwili, Fatuma na John walifunga ndoa na mimi mume wangu tulibariki ndoa. Sherehe ilifanyika ukumbi mmoja. Ndugu wa John walikuja wachache sana, ila haikumfanya